Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Katika taalik yetu ya wiki leo tunaangazia suala la kombe la dunia ambalo kwa sasa lipo katika hatua za mwisho na kusudia kota fainali, ambapo tayari kuna timu kama vile Ufaransa imequalify kuingia katika nusu fainali, na hapa ndipo World Cup huvutia idadi kubwa zaidi hata kuliko pale hatua za mwanzo. World Cup hakuna anayepinga kwamba ni moja katika matukio yanayoangaziwa katika ulimwengu mzima, na tukio hili ambalo licha ya kwamba hugharamisha gharama nyingi sana za kifedha, ni muhimu kwamba mfumo wa kibepari tuangalie jinsi unavyofaidika na kuandaa michezo kama haya au michezo kama hii na matamasha mbalimbali na sanaa mbalimbali. Tunasema wabillahi tawfiq, michezo huwa ni soft power, yani ni nguvu laini ambayo hutumika vile vile kama sports diplomacy, yani kama diplomasia ambayo serikali nyingi za kibepari hutumia katika kuonyesha kwamba zipo karibu na raia wake, na raia wanapaswa kuwa na upendo wa nchi kama hizi, swala la uzalendo na mengineyo kama haya. Utakuta serikali nyingi zikijifanya zinaunga mkono kiasi kikubwa sana shughuli zote za michezo, iwe ni riadha au kandanda au michezo yoyote ile. Kwa hivyo tamasha kama haya au events kama hizi si mujarrad tu wa michezo, bali pia ni moja katika diplomasia ya serikali za kibepari katika kuziba yale maovu yake dhidi ya raia wao, badala yake waone kwamba hakika serikali iko pamoja na raia. Na haya yamedhihirika sana, hususan ukichunguza katika mwaka wa 1934 ambapo kombe la dunia liliandaliwa Italia. Italia wakati huu ikiongozwa na Benito Mussolini ambaye ni dikteta wa kifashisti, aliweza kutumia uandalizi wa kombe la dunia kujaribu kufuta sura yake, kuonyesha kwamba yeye ni mtu muhimu sana, anajali raia wake, mpaka ameandaa miundombinu ambayo bila shaka ikawezesha Italia kuandaa kombe la dunia mwaka 1934. Mwaka wa 1938, yani baada ya miaka minne, Italia ikashinda kombe la dunia katika mashindano ya kombe la dunia, na ikaonyesha wazi kwamba nchi imekuwa na nidhamu, nchi ina ujasiri, nchi ina ukubwa wa kitamaduni, ina uweledi wa mambo, mpaka ikafikia kushinda katika kombe la dunia. Kwa hivyo ushindi wa World Cup unachukuliwa kwamba pia si ushindi tu wa ile timu, bali ni ushindi wa ile nchi andalizi, au nchi yote inayoshinda inaonekaniwa kwamba hadhi yake ni kubwa. Hivyo serikali hudandia kuonyesha kwamba serikali ina ihtimamu zaidi na umuhimu zaidi wa watu wake. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, haya mashindano ya World Cup na mengineyo mfano wa hayo, African Cup of Nations au CHAN au na mengineyo, UEFA na ligi hizi muhimu mfano kama Bundesliga ya Ujerumani, au tukichukulia ligi ya ambayo kuu duniani, Premier League ya England, La Liga. Hii ni moja katika ile tunasema diversionary politics ya mfumo wa kibepari, kwamba mataifa vile vile hutumia mipira au mashindano kama njia wapo ya kuepusha zile lawama ambazo zinastahiki kuelekezwa kwa serikali katika kutepetea kwake, katika kuwa negligent katika kuhudumikia raia wake na kuzungumzia masala ambayo yanaathiri moja kwa moja wale raia.
Badala yake raia hushughulishwa na michezo, ngoma, miziki na nini na mchezo, kwamba sasa dunia yote hakuna agenda kuu ya kuzungumziwa, ile ni agenda ya mpira. Hii inaitwa diversional politics, ambao wanasiasa hufaidika nayo, kwa sababu huweza kuzubaisha wale watu wasijadili agenda msingi ambazo zinawapasa. Kwa mfano, ala sabili mithali, leo katika mizozo inayoendelea baina ya Iran na Marekani, watu hawazungumzii hasa kiini cha mzozo huu, au Marekani ina ambition gani, ina vision gani dhidi ya Iran, ama Iran kwa nini inachapwa, na je nayo Iran itafute suluhu kwa msingi gani? Baadhi yake watu wanafocus katika Mexico, Canada na Marekani, kwa sababu ndio waandalizi wa kombe la dunia kinachojiri kule. Je, Lionel Messi amefunga mabao hadi sasa mangapi? Je, yani mambo kama haya. Kwa hivyo hii ni diversionary politics ambayo inalenga kuzubaisha wale watu, hususan vijana ambao ndio wafuasi wakubwa sana katika mpira, ili kuwafanya hawa vijana wapumbae na wasiweze kuzungumzia agenda muhimu ambazo zinastahili leo kushughulikiwa katika dunia, swala la kurudisha maisha yenye hadhi, ambapo bila shaka ni maisha ya Kiislamu. Na hii huitwa bread and circus politics, yani kuwapa watu entertainment, chakula, kisha uwape na michezo na nini ili wazubaishe. Tukiachilia mbali swala hili, mpira au mashindano kama haya pia hutumika katika njia ya kuimarisha yale ama zile hisia za kizalendo, ambapo bila shaka unajua masuala ya patriotism, nationalism, haya ni maradhi makubwa sana ambayo magharibi wanayapalilia zaidi na kuyamakinisha, kwa sababu kwa upande mwingine yanawasaidia katika kuvunja ile hisia ya umoja, watu kurudi kwa kitu kimoja chini ya mfumo sahihi ambao unaweza kumuondosha ubepari katika utawala wake. Na hapa hususan mlengo zaidi hapa ni Muislamu, kwamba kwa sababu Muislamu ni mtu ambaye hakika alionja umoja ambao haukujikita kimaeneo wala haukujikita kizalendo, kwa sababu mafungamano ya kizalendo ni mafungamano dhaifu, ni mafungamano ambayo kwa upande mwingine watu huambiwa wawe wamoja, lakini kwa upande wa pili pia huchochea hostility baina ya nchi. Kwa mfano mashindano ya Ujerumani, kwa mfano Ujerumani iliposhindwa na Argentina katika miaka ya 80, ilileta chuki baina ya Ujerumani, baina ya Argentina, vile vile Ujerumani na Uingereza ikaleta chuki baina ya mataifa kama haya. Kwa hivyo utakuta uzalendo ni fungamano duni sana ambalo halifai kufunganisha watu, kwa sababu hudhihirika tu wakati labda tuna adui wa ndani, lakini yule adui tukishamfukuza ndani kunaanza kumonyoka tena kuwa na mizozo yetu. Kwa hivyo fungamano la kizalendo fadhila ni kwamba pia ni moja katika mbinu zinazotumika ama mafungamano ambayo yanafanya umma wa Kiislamu kurudi nyuma zaidi, badala ya kwamba wao waungane kama kitu kimoja, kama walivyosifiwa na Mwenyezi Mungu kwamba innahum wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kwamba nyinyi mshikamane na kamba ya Mwenyezi Mungu wala msifarikiane. Badala yake umma hushughulika sana kadhia za kindani. Kwa mfano, sisi ni wa Sudani, sisi ni wa Kenya, sisi ni wa Sudi, sisi ni wa Lebanon, sisi ni wa Irani. Kwa hivyo labda pia itatajwa kushindwa kwa Irani katika mechi kama hizi, au kushindwa kwa Morocco katika mechi kama hizi, au Masri kushindwa, basi watu wa Islamu wanahisi kana kwamba yani ndio Uislamu umeshindwa. Hakika hili ni jambo ambalo pia katika World Cup huhimizwa sana. Jingine ni swala la kutoa timing, kama nilivyoeleza, kuonyeshwa nani heroes katika mechi kama hizi za ulimwengu. Leo tutaambiwa nani kapiga pasi nyingi zaidi katika World Cup, nani kafunga bao nyingi zaidi katika World Cup, na kuonyeshwa kwamba hawa ndio mahero. Na mfano timu zinazotajwa leo zimepiga hatua nzuri, kwa mfano kama Morocco, Masri. Watu walisahau ule utajiri wa kithakafa nchi hizi zilizokuwa nazo wakati wa Uislamu. Nazungumzia mfano khilafa ya Bani Umayya iliweza kukomboa Maghrib ambao ndio Morocco leo, na iliweza kukombolewa na Uqba bin Nafi'. Huyu alikuwa ni Muislamu, akaja katika masafa yote yale akaichukua Maghrib kama kadhia ya Kiislamu, na akawa anastahiki kupewa sifa, kwa sababu jambo alilofanya ni jambo kubwa, lilinufaisha umma, si Maghrib tu bali ulimwengu mzima. Lakini leo Morocco itaambiwa ni timu kubwa kwa sababu imefika katika hatua za robo finali. Lakini je, tujalie hata Morocco ikishinda, Uislamu umeshinda?
Je, umma wa Kiislamu kwa kushinda kwa Morocco au kushinda kwa Misri kwa mfano, tujalie kufika katika finali labda na zishatolewa, lakini tujalie washinde hasa kombe la dunia, washinde mara zaidi ya 6 mfano. Hii ina maana kwamba kadhia za Falastini zitatatuliwa kwa sababu Morocco imeshinda katika mechi. Fadlan kwamba vijana wa Kiislamu ambao leo utakuta wana bidii na wakifunga goli hushambulia na uweza kushangilia na kusujudu kama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadi kudhihirisha furaha yao, watu hawa maskini hawalii kwa sababu ama hawashukuru ama kufanya sijda na kumwomba Mwenyezi Mungu dhidi ya adhabu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man mata wa laysa fi unqihi bai'a mata kamitatu jahiliya, yoyote anayekufa ila hali hana kiapo cha utiifu kwa kiongozi basi amekufa kifo cha kijahilia. Watu hawajutii mambo kama haya, badala yake watu wengine maskini hulia kwa sababu ameshindwa. Mbona hatulii kwa sababu ya kadhia za ulimwengu? Ndugu zangu, kadhia ambazo kihakika zilikuwa zinapaswa zitukoseshe usingizi na tufanye bidii ya kihakika kuleta mwamko halisi. Mwisho kabisa, swala la World Cup pia hudhihirisha ile mfumo wa kibepari unavyoelekeza mambo yake. Mfumo huu mara nyingi kwa upande mmoja hudai kwamba unajali maslahi ya watu wake na nini, lakini ajabu fedha nyingi hutumika, mabilioni nataja hapa. Ala sabili mithali, Qatar ilipoandaa World Cup 2022 mtakumbuka iliweza kutumia dola bilioni, sisemi milioni, bilioni 220 kuandaa World Cup, huku Waislamu Falastini hata pakiti ya maziwa hawapati. Watu kwa mfumo wa kibepari umechanganya mambo, badala ya yale mambo msingi yasuluhishwe kiudhati kiserikali, watu hupeanwa upuzi na kulazimishwa na kuboreshwa, yani glorifying zile entertainment na luxuries. Uislamu unasema kuna haja za kidharura za kimsingi za umma na kuna haja za kidharura za kimsingi za mtu binafsi, ambazo ni jukumu la serikali kuhakikishia kwamba raia wake wanakidhi mahitaji yao msingi. Wala si kwamba watu leo washughulishwe na mpira mabilioni ya pesa, au timu za Afrika maskini zenyewe zina grapple with abject poverty na ukorofi na ufisadi, kisha serikali kupitia mashirika yake ya kandanda yaweze kugharamia safari za wachezaji na technical bench na nini ziende mfano Marekani. Hili ni jambo ambalo linadhihirika wazi kwamba mfumo wa kibepari kihakika huweka pale ambapo hapastahiki umuhimu ndio kapewa umuhimu, na pale ambapo panastahiki umuhimu wakaotoa kwamba si umuhimu. Na hivi ndivyo upare unavyoleta mwanya wa maskini na utajiri. Lakini mwisho kabisa ni swala la siasa. Tunasema mwanzo kwamba wanasiasa ndio humiliki mpira. Hivi mfano mzuri kabisa ni wa Trump juzi alipoandaa mkutano wa wanahabari, akasema wazi kwamba mimi nilimpigia simu mkuu wa FIFA katika ile hatua ya kumtoa mchezaji wa Marekani, alikuwa hastahiki kupewa red card, na uamuzi ukabatilishwa, kuonyeshwa kwamba yule anayemiliki mfumo ndiye anayedictate siasa, ndiye anayedictate uchumi na sera zote za ulimwengu. Tunazungumzia dola la Marekani. Kwa hiyo mpira unatumika vile vile kama kuonyeshwa kwamba yule mwenye kuandaa yule nchi kubwa mfano Marekani ndio anapeleka mambo. Hapeleki tu mambo ya kifikra basi peke yake, bali hata katika mambo ya kisiasa na michezo pia hutaka kudhihirisha ile the might is right, ubabe ndio sawa. Kwa maana haya, ndugu zangu Waislamu, Uislamu haujakataza watu kucheza michezo ambayo inawafanya wawe imara, lakini hatutolewi timing tukaacha majukumu msingi na tukafadhilisha nini masala ya upuzi. Ndio maana Mwenyezi Mungu akiwasifu wanaume wa kikweli, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah, kuna wanaume ambao kihakika haiwashughulishi wao biashara na upuzi ati watolewe timing mambo haya, wamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni watu ambao yakhafuna yawman tatakallabu fihi al-absar. Hawa ni watu ambao wana hofu juu ya kukutana na Mola wao. Kwa maana haya, swala lolote la kipuzi au biashara zinaleta manufaa kwao, lakini biashara na masuala ya kadhia ya Uislamu wao uhitari katika kadhia ya Kiislamu, na wao huangalia Uislamu kwa kadhia yake. Hasa katika mazingira kama haya inataka tuchukue kadhia
kadhia ya kuleta mabadiliko iwe ni kadhia nusuriya. Hivi ndivyo Uislamu unavyotaka kujenga watu ambao shakhsia zao si wenye ni bow down kwa hizi michezo, lakini ni watu ambao wanahimizwa kuwa na submission ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujenga kadhia, kwamba kadhia kubwa ya kufuatiliwa ni Uislamu, na sisi tuliumbwa kwa ajili ya Uislamu, tunapaswa kulingania Uislamu, ikibidi roho zetu zife kwa ajili ya nini? Ya Uislamu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.